إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. يا أحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika watakaofaulu katika maisha yao ya duniani, lakini vile vile wakafaulu na katika maisha yao ya baadaye, maisha ya akhera, ni wale watakaojipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumcha Allah ni Muislamu kujiweka katika maamrisho na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anayehitaji mafanikio katika dunia hii, lakini vile vile anahitaji mafanikio katika maisha yake ya baadaye, maisha ya akhera, ajipambe na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ajiweke katika maamrisho, lakini pia ajiweke mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, khutba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema taharimu musharakatul kuffari fi a'yadihim, uharamu wa kushirikiana na wasiokuwa waislamu katika sherehe zao. Kwa anwani hii ya khutba, tayari Muislamu ameshaelewa ya kwamba ni haramu kushirikiana na asiyekuwa Muislamu katika sherehe zake. Muislamu unapoalikwa na asiyekuwa Muislamu katika sherehe ambazo si za Kiislamu, ni haramu Muislamu kuhudhuria sherehe hizo. Muislamu anatakiwa fahamu hivyo, kwamba haifai kushirikiana na wasiokuwa Waislamu
katika sherehe zao. Ni haramu kushirikiana na wasiokuwa waislamu katika sherehe zao. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika iman, fa inna almuslima yajibu alayhi, hakika ni wajibu juu ya muislamu, an yahmida Allah subhanahu wa ta'ala, ana wajibu wa kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, an hadahu lilislami, kwa kule kuongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa wewe ni muislamu. Hii ni neema kubwa, na kwa neema hii muislamu unatakiwa kumshukuru Allah kukujalia wewe ni muislamu. Wawafaqahu ilayhi, na Allah akampa taufiki ya yeye kuwa ni muislamu. Wa an yas'ala rabbahu jalla wa ala, na yatakikana kwa muislamu amuombe Mola wake aliyekuwa mtukufu, an yuthabbitahu ala siratihi almustaqim, amthibitishe na amdumishe katika njia yake iliyonyoka. Na njia iliyonyoka ni mtu kuufuata Uislamu. Njia iliyonyoka ni kuifuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muislamu natakiwa kwanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia wewe ni muislamu, lakini pili muombe Allah subhanahu wa ta'ala akuthibitishe katika dini ya Uislamu mpaka mauti ya kufike, hali ya kuwa wewe ni muislamu, unaishi katika mazingira ambayo anayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, unaishi katika mazingira ya dini. Wa anna al-umama al-kafira, na muislamu anatakiwa ajue hakika umma wa watu wasiokuwa waislamu makafiri, min haulina, ambao tunaishi nao pambezoni mwetu, wanakaa na sisi, karibu na sisi, yuhawiluna an yub'idu almuslimina an dinihim, wanajaribu kuwaepusha na kuwaweka mbali waislamu na dini yao. Wasiokuwa waislamu, miongoni mwa hila zao, miongoni mwa mambo wanayoyafanya ni kujaribu kukuweka mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ubaki unaitwa Juma, ubaki unaitwa Abdul Azizi, lakini hauna dini. Umetolewa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wewe haujui. Hii ndio kazi kubwa wanayoifanya, kuhakikisha kwamba wanawatoa waislamu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwaingiza katika ukafiri. Wa an yaqta'u silata bainahum wa baina dinihim, na wanajaribu siku zote, usiku na mchana, wanajaribu kuyakata mawasiliano kati ya waislamu na Mola wao. Wanapambana kwa gharama zozote zile kuhakikisha kwamba wewe hauna mawasiliano na Mola wako, hauna mawasiliano na dini yako. Wanatumia mbinu nyingi, wanatumia akili nyingi, wanatumia mpaka na mali nyingi kuhakikisha wanakuepusha na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama hautoingia kwao, lakini utabaki na jina la Kiislamu, lakini Uislamu wewe hauna. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wadda kathirun min ahli alkitabi, wanatamani wengi katika watu waliopewa kitabu. Ahlul kitab alyahud wan nasara, ni mayahudi na manaswara, wanatamani usiku na mchana, wanatamani katika nyakati zote, wanatamani lau yarudunakum
min ba'di imanikum kuffaran, wanatamani lau wangekurudisheni nyuma, mrudi kwenye ukafiri, muache dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mrudi kwenye ukafiri, muache Uislamu. Wanatamani hivyo usiku na mchana, wanatamani muwe ni makafiri. Kwa nini wanatamani hivyo? Allah anasema hasadan min indi anfusihim, hiyo ni husda inayotoka katika nafsi zao. Ahibatu fillah, tunafahamu ya kwamba husda ni mtu kutamani neema imuondokee mtu mwingine, na Uislamu huu ambao wewe unao, hii ni neema. Watu wengine wasiokuwa Waislamu wanatamani neema hii kuondokee, ubakie kafiri kama wao, wanatamani uwe kama wao. Hivyo wanafanya mbinu nyingi kuhakikisha kwamba wanakutoa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibatu fillah, wa inna ma'ashara almuslimin, na hakika sisi Waislamu, lana dinuna alladhi shara'ahu Allah lana, sisi tuna dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea. Waislamu wana dini ambayo wamewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wartadahu liibadihi wa ta'ala, akairidhia dini hiyo kwa waja wake. Hakuna dini ambayo imeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni dini ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Allah anasema, leo hii nimekukamilisheni dini yenu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilisheni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimekutimizieni neema zangu. Wa raditu lakumul islam dina, na nimeuridhia Uislamu uwe ndio dini yenu. Kwa dini ya Uislamu ni dini ambayo imeridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wasiokuwa Waislamu wanafahamu hivyo, kwamba Uislamu ndio dini pekee iliyoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wanashindwa tu kuufuata Uislamu kwa sababu mbalimbali za kidunia, lakini wanafahamu ukweli wa dini uko katika dini gani. Kwa hii dini iliyoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, hii ni neema, na neema hii wasiokuwa Waislamu wanatamani neema hii ingekuondokeeni. Kwa hiyo wanawatafutieni sababu ambazo kwa kupitia sababu hizo huenda mkatoka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa sababu hizo ni Muislamu kushirikishwa katika mambo ya kidini, dini ambayo siyo ya Uislamu. Ni Muislamu kushirikishwa katika sherehe ambazo si za Kiislamu na yeye akahudhuria, kwamba huyu ni mfanyakazi mwenzangu, si Muislamu, lakini amenialika kwenye sherehe yake, wacha nami pia nihudhurie. Mbaya zaidi, katika baadhi ya maeneo utakuta inapofika sikukuu za Waislamu, siku ya Eid, wanakuja kupika wasiokuwa Waislamu, kwamba jamani, wacheni tukupikieni, nyinyi nendeni msikitini mkaswali, mkirudi mtakuta tayari tunashapika. Na inapofika sikukuu zao vile vile Waislamu wanakwenda kuwapikia wao, kwamba nyinyi nendeni mkaswali, mkirudi mtakuta tayari chakula kiko tayari. Wanakwenda wanawapikia watu, wanashirikiana na kuwasaidia wasiokuwa Waislamu katika sherehe zao. Jambo hili ndugu zangu katika imani halifai. Ahibatu fillah, ndugu zangu katika imani, la yajuzu musharakatu al-kuffari fi a'yadihim, haifai kushirikiana na wasiokuwa Waislamu
katika sherehe zao lilumuri taliya, kwa sababu ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, liannahu min atashabbuhi bihim, kwa sababu kushirikiana nao katika sherehe zao ni katika kujifananisha nao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, atakayejifananisha na watu fulani huyo atakuwa pamoja nao. Atakayejifananisha na manaswara huyo ni katika manaswara. Atakayejifananisha na Wayahudi huyo ni katika Mayahudi. Kwa hiyo haifai Muislamu kushirikiana na wasiokuwa Waislamu katika sherehe zao, kwa sababu kufanya hivyo ni kujifananisha na wao katika sherehe zao. Sababu ya pili, anna al-eida qadhiyatu diniya, hakika sherehe hii ni kadhia ya kidini. Hili ni jambo la kiimani, hili ni jambo la kidini, na Muislamu hautakiwi ushiriki katika jambo la namna hiyo. Katika maisha yetu tunaishi na watu wasiokuwa Waislamu na wana sherehe zao mbalimbali. Muislamu ni vizuri ukawa wazi kwao, wafahamishe kwa busara, kwa hikma, kwa maneno mazuri. Wanakuwa ni wanaelewa kwamba sisi Waislamu tuna mipaka katika dini yetu. Sisi ni tofauti na wao, wao hawana mipaka, lakini sisi tumewekewa mipaka na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo muelimishe vizuri jirani yako, muelimishe vizuri mfanyakazi mwenzako, muelimishe vizuri mfanyabiashara mwenzako ambaye mnashirikiana katika mambo mbalimbali. Mfahamisha ya kwamba sisi Waislamu tuna mipaka katika dini yetu. Masala yanayohusiana na dini, masala yanayohusiana na imani, sisi haturuhusiwi kushiriki. Ukimwelimisha mapema hata kujengea chuki. Wengine wanaogopa kuwafahamisha, wanashindwa kuwaambia, wanaona aibu. Ndugu zangu katika imani, masala ya dini hayanaga aibu. Mfahamishe mtu aweze kuelewa kwamba wewe dini yako imekuwekea mipaka. Masala yanayohusiana na imani, siwezi kushirikiana na wewe. Chakula utakachokipika kwa ajili ya sherehe ya kidini, mimi sitokula. Lakini chakula utakachokipika kawaida, kama si cha haramu, chakula hicho naruhusiwa kukila. Lakini kikihusishwa na imani, kikihusishwa na dini, mimi sitokula. Mfahamisho huwa wanaelewa. Unapoacha kumfahamisha, ndipo atakapokuwa na sherehe yake atakualika. Kwa ndugu zangu katika imani, ni lazima tuwe wawazi mapema. Tena mfahamishe kabla ya kufika hata hiyo sherehe yenyewe. Mfahamishe, atafahamu. Itakapofika hata kualika, itakapofika hata kuletea chakula, kwa sababu anafahamu ya kwamba Muislamu, ndugu yangu Muislamu, jirani yangu Muislamu, mfanyabiashara mwenzangu Muislamu, mfanyakazi mwenzangu Muislamu, amenielekeza ya kwamba wao wana mipaka katika dini yao. Masala yanayohusiana na dini, yeye hayuko tayari kushiriki, na bila shaka atakuelewa vizuri. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd.
Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea waumini wa sawasawa watakaoingia katika pepo yake, miongoni mwa sifa zao Allah anasema walladhina la yashhaduna az-zur, na wale ambao hawashuhudii az-zur. Neno hili az-zur fassaraha al-ulamau, maulama wa tafsiri wamelifasiri neno hili bi'ayadil mushrikina, idi za washirikina, sherehe za wasiokuwa waislamu. Kwa miongoni mwa sifa za waumini wa sawasawa ni wale ambao hawahudhurii katika sherehe za watu ambao si waislamu. Lakini yule ambaye hana sifa ya iman anaweza akaona ni sawa tu kushiriki katika sherehe zao, wanapomwalika anakwenda, na wakati mwingine mpaka na michango pia anachangia. Lakini unapomwambia changie msikitini hayuko tayari, lakini atamchangia jamaa yake, mfanyakazi mwenzake, mfanyabiashara mwenzake, atamchangia pesa nyingi kwa ajili ya sherehe alionayo katika nyumba yake. Siku moja aliulizwa Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, muulizaji anamuuliza, anamwambia katika baadhi ya maeneo waislamu huwa wanashirikiana na wasiokuwa waislamu katika sherehe zao. Shekhe, unatuelekezaje kuhusiana na masala haya? Shekhe katika majibu yake anasema la yajuzu lilmuslimi wala lilmuslimati, haifai kwa muislamu mwanaume wala haifai kwa muislamu mwanamke musharakatun nasara au alyahud, haifai kushirikiana na manaswara, haifai kushirikiana na mayahudi, au ghairihim min alkafara, au wengineo miongoni mwa makafiri, fi a'yadihim, katika sherehe zao, haifai kwa muislamu. Bal yajibu tarku dhalika, bal ni wajibu kuachana na jambo hilo la kushirikiana na wasiokuwa waislamu katika sherehe zao, lianna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kwa sababu kujifananisha na watu wewe utakuwa ni miongoni mwao. Kisha shekha akasema warasulu sallallahu alayhi wasallama, na mtume sallallahu alayhi wasallama hadharana min mushabahatihim, ametutahadharisha na kujifananisha nao, watakhalluqi biakhlaqihim, na kujipamba na sifa zao. Fa'ala almu'min, ni juu ya muumini, wa 'ala almu'mina, na ni juu ya muumini wa kiuke, alhadharu min dhalika, kujitahadhari na jambo hilo, wa alla yusaida fi iqamati hadhihi al-a'yadi, na kwamba haifai kusaidia katika kuziandaa sherehe hizo, hata msaada haifai. Bi ayi shay'in, kwa jambo lolote lile liwalo, liannaha mukhalafatun li shar'i Allah, kwa sababu kufanya hivyo ni kwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajuzu al-ishtiraku fiha, haifai muislamu kushiriki humo, wala taawunu ma'a ahliha, au haifai kushirikiana na watu wake, wala musaadatihim, wala haifai kuwasaidia wao, bi ayi shay'in, kwa jambo lolote. Bishaya, hata kuandalia chai haifai, wala bilqahwa, wala kumwandalia kahawa au kumnunulia kahawa kwa munasaba wa sherehe ya dini yake, haifai. Sheikh akasema Allah subhanahu wa ta'ala anasema wataawanu 'ala albirri wattaqwa, nasaidianeni katika ucha Mungu, nasaidianeni katika mambo mema na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wala taawanu 'ala alithmi wal'udwan, na wala msisaidiane katika madhambi na uadui. Sheikh akasema falmusharakatu ma'al kafara, kushirikiana na wasiokuwa waislamu, fi a'yadihim,
katika sherehe zao naw'un min at-ta'awuni, hiyo ni aina ya kusaidiana, ala al-ithmi wal-udwan, juu ya madhambi na juu ya uadui. Falwajibu ala kulli muslimin, ni wajibu kwa kila muislamu mwanaume, wa ala kulli muslimatin, na ni wajibu juu ya kila muislamu mwanamke, tarku dhalika, kuachana na jambo hilo. Kwa ndugu zangu katika imani, ni haramu kushirikiana na asiyekuwa muislamu katika sherehe yake, sherehe ambayo ni ya kidini. Haifai wewe muislamu kuhudhuria wala kushirikiana naye wala kutoa msaada wa jambo lolote, kwa sababu dini yako imekuwekea mipaka, kwa sababu dini yako inakukataza. Waelimishe ndugu na jamaa na marafiki, waelimishe mpaka na watoto vile vile, wasishiriki katika sherehe za watu ambao si waislamu. Ahibatu fillah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر الاسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.